Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa. Sasa leo nitakwenda haraka, lakini ninaomba leo unisikilize kwa umakini kuliko siku zote ambazo umewahi kunisikiliza. Na kama utaweza kushare hii video kwa watu wengi, share pia, kwa sababu ni video ambayo natamani hata watu wenye akili mbovu kidogo wanielewe. Kwa sababu bahati mbaya sana watu wenye akili mbovu huwa hawamalizi video, wanaishia katikati, wanakimbilia kwenye kucomment upuuzi. Sasa kama mnakumbuka kwa ambao nilikuwa nao pamoja toka wakati tunaanza harakati hizi huko TikTok na vitu vingine, nilikuwa ninatoa midaharo kwenye TikTok yangu, si kwa upande wa chama chochote, kwa sababu mimi sina chama by the way. Lakini nilichokuwa nakifanya ni kuwapa watu wa CCM wanajadili enzi zile. Mnakumbuka kwa kuna vijana wa CCM wanaitwa akina Lishi, akina nani, nilikuwa ninawapa nafasi wanakinadi Chama cha Mapinduzi, na ninawaambia mashabiki zangu wote, kaeni kimya tuwasikilize watoe hoja zao. Sasa mnakumbuka. Lakini nikawa nawapa wa vyama vingine, nikawa nawapa wasio na vyama, nikawa na waacha watu wanajadili. Mnajua ile nilikuwa nafanya kwa sababu gani? Ile nilikuwa nafanya kwa sababu mimi nje ya vyama vya siasa, nje ya dini, mimi ni Mtanzania. Ndio maana nilikuwa natumia page zangu kuwapa wa CCM kufanya campaign live bila kujificha. Watu wengi walinichukia, kuna watu waliniita mamluki, kuna watu nimekosana nao kwa sababu walikuwa wakiona mtu wa CCM amepanda wananiambia mshushe, nawaambia hapana, mwache aongee. Baadaye kila mtu tutabanana kwa hoja za maswali. Na kuna watu wengi waliniona kweli huyu ni Mtanzania nje ya vyama vya siasa. Nikawapeni na mfano. Kama mnakumbukumbu, unajua kuna mtu anaweza kama ameanza kuniona hapa YouTube jana, hajui nimeshafanya vingapi huko nyuma. Ndio maana anaanza karopoka upumbafu tu hapa. Unaona? Nilikuwa nafanya vile kwa ajili ya kuwaonesha vijana wenye mihemko ya kisiasa kwamba nje ya hivi vyama sisi ni Watanzania. Sasa hiki ninachokiongea sio kwamba eti naongea kwa sababu gani? Ni kwa sababu nimeshakifanya nyuma, kabla hata hiyo tarehe 29, miezi karibia mingapi, karibia mitatu nyuma huko, kabla hiyo tarehe 29. Nilikuwa nawaweka pamoja watu wa vyama vyote. Sasa leo kuna watu wanajihisi kwamba wao wameshinda sana kwa sababu maelfu ya wenzao wamekufa. Huwezi kusema umeshinda wakati kuna damu za watu zimeondoka. Hao wenzenu waliokufa walikuwa wanaipigania kesho hata ya watoto wako, wewe unawadhihaki leo. Unajua, ngoja niwaambie kitu. Kuna watu kama kina Spiriani Musiba walikuwa majeuri, wanaongea shiti kama wewe unayeongea leo, wewe unaye comment hapa Nkobe TV leo. Alafu kinachosikitisha unakuta mtu ameandika comment lirefu, anahisi ametumia akili sana. Kumbe kila anayepita kwenye comment yake anamuona mpumbafu. Nkobe umeishiwa maneno. Wewe, kuna watu tumezaliwa tuna uwezo mkubwa wa kufikiri. Siishiwi cha kuongea, kila kitu nakiongea kwa wakati. Sikusanye story. Kama story zile naweza kukusanya, na wewe chukua, kaziongee. Huwezi ukaja ukasema kwamba watu wamelipwa wakati walikuwa wanadai kitu unachokijua. Ni uenda wazimu wa kiwango ambacho hakipo. Sasa nimekwambia kuna watu kama kina Spiriani Msiba walikuwa na jeuri sana. Unamsikia sasa hivi Msiba anavyoongea, ameshagundua madudu yaliyoko ndani ya CCM. Kuna mtu kama Humphrey Polepole, Mungu aendelee kumlinda huko aliko kama bado ni mzima. Huyu bwana kipindi kile anakuambia maviete, hakutegemea kama miaka 4 ijayo atamkuta haya nao mkuta sasa hivi. Kwa hivyo haupo salama. Yaani unajua kuna watu wanaamini kwamba eti ukivaa nguo ya CCM, ukiwa na kadi ya CCM, basi wewe uko salama sana. Huo ni uenda wazimu. Akina Nyerere wangekuwa uenda wazimu kama ulivyo wewe kijana wa sasa hivi, unaowaponda wenzako kwamba imekula kwenu. Leo msingekuwa na uhuru. Lakini akina Nyerere walijua kabisa huyu mkoroni tunakwenda kupambana naye kwa ajili ya kesho ya watoto wetu. Nyerere wakati ule alikuwa na maisha yake mazuri, alikuwa na elimu yake nzuri, angeweza kwenda hata kuishi Ulaya. Kwa nini aliamua kupambana? Alikuwa mwehu yule.
Aliamua kupambana sio kwa ajili ya kesho ya watoto wake, na ndio maana Nyerere unaona mpaka watoto wake aliwapeleka vitani Uganda. Wakafa akishuhudia. Leo kuna rais wenu yoyote anaweza akamchukua mtoto wake kumpeleka vitani ikitokea vita? Viongozi wa sasa hivi mkubali msikubali ni selfish. Hiyo mmekubali hamjakubali ni selfish. Ndio maana watu wanaongea. Lakini leo tukiongea mnatuona wapumbavu. Hii haikuanzia kwetu. Wakina Shaban Robert wameandika vitabu wakaonekana wehu kipindi kile. Lakini leo vitabu vya Shaban Robert vya kusadikika ukivisoma, unaona kabisa kwamba huyo mzee alikuwa mbele ya muda. Kwa hivyo, unavyojiona wewe uko salama sana, unajidanganya. Kwa nini nakwambia? Kwa sababu sukari ikipanda, hakuna bei ya mtu wa CCM. Nauli zikipanda, hakuna bei ya mtu wa CCM. Ni ya Watanzania wote pamoja. Sasa nimeongea haya kwa sababu tunakwenda kwenye mijadala ya kufanya mahojiano na watu mbalimbali. Nitakuwa nafanya mahojiano, kwa hiyo msije uko mbele, nitakuwa nafanya mahojiano na watu mbalimbali kwa hoji maswali na kusikiliza. Kipindi kitakuwa kinaitwa Uelewa wa Mtanzania kwa mambo yaliyopita na yajayo. Tutapima uelewa wa watu wengi sana kwenye kuongea. Na hapo ndipo mtagundua, naomba muendelee kusubscribe. Mtakuja kugundua akili za Watanzania wanaoropoka upumbavu kwamba yani watu wengi bado hawajielewi. Ndio maana jana kuna nani moja nimeweka pale kwenye community, nimeweka nikasemaje, upuuzi ukimilikiwa na watu wengi inakuwa fakti. Hili taifa lina mamilioni ya watu wengi sana. Lakini wenye akili sijui kama wanafika, yani sijui kama wanazidi milioni 1.5 kati ya watu zaidi ya milioni 70 huko au 60. Kwa hiyo ninachotaka kuambia hapa cha msingi kabisa ni nini? Hakuna aliyeshinda hapa, hakuna aliyeshindwa hapa. Hakukuwa na ushindani. Kila mmoja alikuwa na mazungumzo yake ya kutaka kuifanya Tanzania yake kwa namna nyingine. Na mnatakiwa mjue, yoyote aliyeko madarakani anachokifanya chote kujenga barabara au hospitali sio hisani. Yule ni mfanyakazi wako, kuwepo pale anatakiwa kufanya, kwa sababu anachokifanya pia hatumii pesa yake ya mfukoni. Anatumia kodi mlioitoa nyie. Sasa wewe unapokuja mtandaoni una comment, sijui nyie mmelipwa. Na nani? Yaani unaangalia kwa mfano account kama ya kwangu hapa Nkobe. Ina subscribe wangapi mpaka mtu anione kwamba nina influence kubwa, nitaweza sijui kuconvince watu wengi, Nyie wa Tanzania. Yaani anakuja tu mtu ametoka huko na akili zake za usiku anawaambia kuna watu walilipwa. Alafu na nyie mnakubali. Na mnaanza kutukana wa Tanzania wenzenu. Ipo sifa kubwa sana kwa mtu anayejenga kivuli kwa ajili ya kupumzika wengine miaka ijayo. Usije kulopoka pasi na kujua malengo ya watu. Hakuna mtu asiyelipenda taifa lake. Mimi nimezunguka nchi nyingi za hapa Afrika Mashariki. Nchi salama ya kuishi ni Tanzania, ila kuna watu wanataka kuiharibu. Mama huyu mnayemuita mama yenu ametengeneza filamu ya Royal Tour kwa ajili ya kuvutia watalii ili tuingize kipato kikubwa. Lakini yeye mwenyewe tena kaidestroy. Kaharibu mwenyewe. Kaharibu mwenyewe wakati yeye amehangaika mapolini anang'atwa na mbu kushuti ile filamu. Kaiharibu vipi? Nchi yako unavyoona watu wanalalamika kila Gwajima wanapiga kelele, jamani huu utekaji uzuiwe. Wazungu wanajua kwamba kule sasa hivi kuna watu wanatekwa. Kama mnakumbuka tukio la zamani, nikicopy historia mnasema wao wanacopy tu, unganisha tu historia. Mbuzi kabisa watu wengine. Kenya lilitokea tukio la mdada mmoja kutekwa miaka ya 90 huko. Alikuwa mzungu kaja akatekwa mle kwenye mbuga na mwili wake haukupatikana. Iliwatia doa sana kwenye utalii. Sasa Tanzania leo wanakuja kusia kwamba kuna zaidi ya watu 100 na uchafu wametekwa. Tunapataje hela za kigeni? Wazungu wataanza kuogopa lile taifa, kumbe kuna utekaji. Hivyo ndivyo vitu watu tunapigania. Kama huna akili ya kuweza kujua vitu, unajua kuna watu wao wanakuja mara moja duniani. Hata akina Nyerere walikuja, akina Thomas Sankara, akina Fidel Castro na nini kwenye mataifa yao mara moja. Ilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa mataifa yao. Kwa mimi niwaombe tu maugomvi yaishe kwa wanaotaka yaishe, wasiotaka yaishe waendelee kulopoka. Lakini kikubwa endelea kusubscribe kwa ajili ya hicho kipindi kipya kinachokuja.
Tanzania ni moja, Watanzania wote ni wamoja.